Ni saa 6 kamili saa za Afrika ya Kati, saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Niseme asante, lakini pia nikualike kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka Swahili News Africa. Mahali popote mlipo, matumani yangu mpo salama salimini. Nikualike nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka pembe nne za dunia. Tuanzie DRC ambako Felix Antoine Tshisekedi jukwaa la kitaifa la masuala ya kimila mjini Kinshasa. Rais Felix Antoine Tshisekedi alizindua rasmi jukwaa la kitaifa la masuala ya kimila FNK Jumatatu Machi 2 katika kituo cha utamaduni cha Afrika mjini Kinshasa, likiandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama, Ugatuzi ama Ujasusi na masuala ya kimila. Jukwaa hilo lilifunguliwa mbele ya Naibu Waziri Mkuu anayehusika na mambo ya ndani Shaban Luko, Naibu Waziri wa masuala ya kimila Mwami Ndeze Jean Baptiste na mamlaka nyingine kadhaa za kisiasa, na jukwaa la machifu wa kimila zaidi ya 400 kutoka majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washirika katika jukwaa hili ambalo linawasilishwa kama jukwaa la kitaifa la kutafakari na kushauriana kuhusu utawala wa kimila na ujumuishaji wa tatu wa kisiasa wa mbilikimo. Kulingana na waandaaji, kazi hiyo inakusudiwa kuweka msingi wa sera ya taifa kuhusu masuala ya kimila na kuanzisha hifadhi tada ya kuaminika ya vyombo vya kimila vilivyoandaliwa ama vilivyozinishwa na wawakilishi wao. Katika hotuba yake, Naibu Waziri Mkuu Shaban Luko aliangazia maendeleo yaliyopatikana katika kuzuia na kukatafua migogoro ya kimila, hasa kuundwa kwa tume ya kiufundi itakayotumwa kote nchini. Alisisitiza kwamba uteuzi wa mamlaka za kimila uko mikooni mwa familia zinazotawalwa na kumjibu wa mila za desturi zinazotambuliwa na sheria za Jamhuri. Twende huko nchini Marekani, Washington, ambako Trump akatai kutumia wanajeshi wa ardhini nchini Iran baada ya kuanzisha operesheni za kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hakuwa akikataa uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa ardhini wa Marekani nchini Iran ikiwa ni lazima, kama sehemu ya mzozo unaoendelea kati ya Washington na Tehran. Matamshi yanakuja huku Marekani na Israeli zikiendesha kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga na vita vikubwa dhidi ya vituo vya Iran tangu Februari 28. Katika mahojiano, rais wa Marekani alionyesha kwamba operesheni ya kijeshi iliyoelezwa kama shambulio la pamoja na Israeli ilikuwa ikiendelea kwa ratibu, na kwamba kuwa akiahidi kwamba wanajeshi wa ardhini watawahi kuhusika, akiongeza kwamba wanaweza kupelekwa ikiwa ni lazima. Hata hivyo, pia alisisitiza kwamba kwa sasa kampeni hiyo inalenga mashambulizi ya anga na operesheni kwa njia nyingine. Matamshi ya Trump yanakuja huku ukiwa na mvutano mkubwa wa kikanda. Mashambulizi ya Marekani na Israeli yalilenga maeneo ya kijeshi ya nyuklia ya Iran, na Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa nchi hiyo, aliripotiwa kuuawa katika mashambulizi hayo. Kulingana na taarifa za Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi za Marekani na washirika wake katika majimbo kadhaa ya Mashariki ya Kati.
Ndani ya Marekani, wabunge kadhaa wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu mkakati ulio wazi kufuatia mashambulizi haya, na wanasita walazimisha wanajeshi wa ardhini, wakihofia kuongezeka kwa muda mrefu bila agizo la bunge. Katika hatua hili, hakuna kupelekwa kwa vikosi vya ardhini vya Marekani nchini Iran kutengenezwa rasmi. Mamlaka ya Marekani yanaendelea kufanya shughuli za anga na kuimarisha uwepo wao wa kijeshi katika eneo hilo, huku ikisema kwamba wanafuatilia malengo yao ya kimkakati dhidi ya serikali ya Iran. Iran na China. Beijing yatoa msaada wa kidiplomasia kwa Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi majuzi alimwambia mwenzake wa Iran kwamba Jamhuri ya Watu wa China inaunga mkono Iran katika kulinda uhuru wake, usalama na uadilifu wa eneo lake licha ya mapigano ya hivi karibuni na mashambulizi ya kijeshi katika eneo hilo, kulingana na ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya serikali ya China vilivyonukuliwa na AFP na vyanzo vingine vya kimataifa. Taarifa hii inakuja huko kukiwa na mvutano uliongezeka katika Mashariki ya Kati ulionyeshwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi yanayohusishwa nchini kadhaa kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya eneo la Iran. China pia ilitaka kusitisha mapigano mara moja na kuanza tena kwa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia kuongezeka zaidi, ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Beijing inashikilia rasmi msimamo wake wa kutoingilia kati kwa nguvu ya pamoja ya kijeshi, lakini inasisitiza tena kuunga mkono uhuru wa uadilifu wa kitaifa kwa mataifa husika, huko kitetea kupunguzwa kwa mvutano kupitia diplomasia na mazungumzo. Huko barani Asia, Qatar, nchi 7 na Marekani zalaani mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran. Mkutano mjini Doha mnamo Machi ya jana 2 mwaka huu wa 2026. Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan Jordan, Kuwait, Falme za Kiarabu na Marekani zilitoa taarifa ya pamoja kulaani vikali mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani zinazohusishwa na Iran katika nchi kadhaa katika eneo hilo. Kulingana na taarifa hiyo, mashambulizi haya yanalenga maeneo huru huko Iran, Iraq, ikiwa ni pamoja na mkoa wa Kurdistan, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Waliotia saini walilaani mashambulizi sio na ubaguzi yasiyowajibika ambayo yalihatarisha raia na kuharibu miundombinu ya raia. Mataifa husika yana vitendo hivi kama kuongezeka kwa hatari, ukiukaji wa uhuru wa kitaifa ambayo unaweza kuhatarisha zaidi utulivu wa Mashariki ya Kati. Wanaosisitiza kwamba kulingana nchi ambazo azishiriki katika uhasama kuhakikisha jambo lingine linausababisha mkosefu ama msukosuko waliotaka ama kutakia la saini, wanathibitisha umoja wao katika kutetea idadi ya watu wanao maeneo yao, wakisisitiza haki yao ya kujilinda. Pia wanakaribisha ushirikiano wa kikanda katika ulinzi wa anga na makombora ambao wanaoona ni muhimu kwa kupunguza hasara za kibinadamu na mali. Iran ilihalalisha mashambulizi haya kwa kuja uharibifu wa vituo vya kijeshi vilivyokuwa na wadoi wa nchi yake. Na ndugu wapenzi watazamaji, kufikia hapa ni kama sina ziada. Ndugu mpendwa mtazamaji ambao ulikuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati ya taarifa hii ya habari, mimi ni wako mtangazaji wa zamu Venker Ngale Musa, nikisema
Asante sana, lakini pia usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu. Habari hizi zinapatikana kupitia WhatsApp channel kupitia namba iliyokuwa chini ya screen yako, lakini pia Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu kutoka pembe nne za dunia. Kisema chao chao.